Sio kwa sababu nyinyi ni warembo, sio kwa sababu mko na sura nzuri, sio kwa sababu ati mnapendeza, sio kwa sababu ati nyinyi hamufanyi dhambi, sio kwa sababu ati nyinyi ati ni matajiri, sio kwa sababu ati nyinyi ni masikini. Mko hapo kwa sababu ni uamuzi wa Mungu kuwatenga nyinyi. Wala ambao mnaamini, mko kwa makanisa mbalimbali, mnaabudu Mungu wa Israeli, mnaabudu na kusema Yesu ni Bwana. Hamuko kanisani mahali mlipo kwa sababu mko wazuri, mko pale kwa sababu Mungu amewatenga. Bwana asifiwe. Kama ni kutenda mema, Biblia inatuambia watu wote wamefanya dhambi na hakuna yule ambaye ni sawa. Tukubalieni hapo. Sasa kama sisi tumekuja kusema ogojeche Nyasaye wenu, ni Mungu mwenyewe ndiye ataamua kutusamehe. Sio kwa sababu tukimpa vitu Mungu atatuachia, hapana. Lakini tukifanya dhambi kuna sadaka ya dhambi. Tukitaka baraka kuna sadaka ya kubarikiwa. Na sadaka ya leo katika mji huu ni ya kuweka madhabahu ya Mungu wa Israeli katika mji huu, katika sehemu hii. Tumekuja hapa kusema Mungu wa Israeli Mungu wa ajabu. Na amechagua huyu mama. Sio kwa mama mwingine nyinyi wabaya, hapana. Wakati huu ni madhabahu yanawekwa kwa mji huu kwa watu wa Sondu wote na watu ambao wametoka hapa Rift Valley na watu wote, ya kwamba Mungu ameleta madhabahu yake kwa karibu. Wengine nasema mwanamke naye anaweza kuleta madhabahu, si ndio? Mwanamke ana roho, si ako na roho? Kila binadamu ana moyo na roho. Roho haikufi. Roho itangojea mpaka siku ya mwisho ya uamuzi. Ndio sasa itakataliwa. Na wale ambao watakuwa washindi watakaa na Yesu milele. Wale ambao watashindwa ndio watachomwa kwa ziwa la moto. Moyo haufi. Mwili huu utarudi machangani. Wale mlikuwa kwa matanga juzi kwa mzee, nilieleza aina ya vifo ambavyo vinakusubiri ukiwa hapa ulimwengu. Nikasema kifo cha kwanza ni wewe kukosa kutii amri za Mungu na kwenda njia ambayo Adamu wa kwanza alienda. Akawa disobedient. Akahukumiwa because of disobedience. Akafukuzwa kwa shamba la Eden. Ukiwa na kichwa kigumu, hutaki nidhamu, bado unafuatilia mambo ya Adamu wa kwanza, wewe roho yako, moyo wako umetoka kwa Mungu, umekuwa separated. Dhambi zimefunika, kuna shimo katikati, kuna jambo katikati, hamuelewani na Mungu kwa sababu roho yako haiendi sambamba na vile Mungu anatenda. Kwa hivyo uko na mwili lakini roho yako haiko na Mungu. Wewe umekufa kitambo. Kifo cha Roho Mtakatifu, kifo cha roho, kwa sababu roho wako haambatani na roho wa Mungu. Na Mungu bado roho wake amo kwa kila kiumbe. Hata yule mnasema ni mnywaji wa pombe, hata yule mnasema ni malaya, hata yule mnasema ni mchawi, bado ana roho. Lakini tofauti ni kwamba yeye roho yake iko na giza, haimtambui Mungu. Lakini ikipata mtu wa kumhubiria mahubiri mazuri, hiyo roho inasafishwa kwa dakika, naye anamuona Mungu. Ukiweka daraja pale ya kwa giza na ulete mwangaza katikati ya huyo mtu na Mungu, mwangaza ukishaonekana, yale ambayo ni ya giza yanapotea na yeye roho yake inaungana na roho wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna mmoja wetu ambao ni mbaya sana. Kitu ambacho tunakosewa ni kwamba hatuambiwi, hamupati walimu vile nimekuja hivi kuwafundisha na kuwakumbusha. Na nani nasema, nani anakubali ni mtume? Yuko wapi? Mungu anauliza, nani yuko tayari ni mtume? Na Paulo akisema katika njia zingine na walimu wasema, na sasa wewe utajuaje bila